Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesema amepokea ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu ambaye yuko magereza kwamba wametakiwa kupeleka majina ya watu 40 ambao ndio wataruhusiwa kuingia kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu ambayo siku ya kesho itakuwa katika mahakama ya rufani. Lakini pia akagusia kwamba kuna mipango ambayo wao wamepata taarifa kuwepo njama za jeshi la polisi kupiga wananchi katika maeneo ya mahakama. Mnyika ametoa angalizo kuelekea siku hiyo ya kesho katika kesi ya Tundu Lissu. Tumepokea taarifa kutoka gerezani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ambaye kesho tarehe 11 mwezi huu wa Juni anatakiwa kuwepo mahakamani, mahakama ya rufaa kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo upande wa jamhuri ulipeleka mahakama ya rufaa, lakini kwa maombi vile mwenyekiti Lissu ambayo naye aliyapeleka mahakama ya rufaa. Sasa tumepokea taarifa kutoka huko gerezani kwamba mwenyekiti Lissu ameandikiwa barua ya kutakiwa kupeleka majina ya watu 40 kwamba ndio watu hao peke yake waruhusiwe kuingia mahakamani kwenye kesi yake, na tumejulishwa kwamba mwenyekiti Lissu hajakubaliana na utaratibu huo kwa sababu ni utaratibu ambao hauko kwenye sheria na hauko kwenye taratibu za haki, utaratibu ambao unanyima haki kutendeka na haki kuonekana ikitendeka katika kesi kubwa sana ya uhaini ambayo ndio shtaka kuu kuliko lote katika mashtaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shtaka ambalo mtu akikutwa na hatia nalo adhabu yake ni kifo. Kwa ukubwa wa kesi hiyo ambayo ina maslahi ya umma, ni kesi kuu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, utaratibu huo mwenyekiti Lissu hajakubaliana nao. Sasa si jambo tu la mwenyekiti Lissu, kwa sababu ya jambo la pili ambalo ni vema tukalisema wazi mbele ya vyombo vya habari. Awali ilitolewa taarifa fupi na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi asubuhi ya leo, lakini nilieleza hapa kwa muhtasari na zaidi mnaweza mkarejea taarifa ambayo ilitolewa awali. Tulipata taarifa kutoka vyanzo vyetu kwamba kesho kuna kusudio la jeshi la polisi kupiga raia kwa kisingizio cha kesi ya Lissu pale mjini ambapo kesi itafanyikia mahakamani, kwamba jeshi limejiandaa kwa ajili hiyo. Hiyo taarifa ya awali tulipata na ndio ilitoka kwenye taarifa ya awali. Lakini baada ya kuwa tumetoa ile taarifa ya awali, mimi nikapokea taarifa nyingine kwamba kuna mpango wa watu kuvalishwa sare za Chadema na kufanya vurugu, na polisi sasa kupata sababu ya kuingia kuchukua hatua. Katika hali ya kawaida hizi taarifa ungeweza kuzipuuza, lakini kwa mfululizo wa matukio yaliyojitokeza, hizi taarifa tumeona tuziseme kwa haraka sana ili kila mdau anayehusika aweze kuchukua hatua zinazostahili. Upande mmoja ni huo taarifa wa jeshi la polisi kujiandaa na kuandaa silaha na kuandaa utaratibu ambao sio utaratibu wa kawaida, taarifa ambayo tumeshaitolea taarifa kwenye taarifa iliyotolewa kwa umma na mkurugenzi wa mawasiliano. Upande wa pili wa taarifa ni hiyo ya kuwepo kwa watu watakaovalishwa sare za Chadema na kufanya vurugu. Tungeweza kupuuza, lakini kuunganisha taarifa ya kwanza na taarifa ya pili na taarifa ya kuvamiwa nyumbani kwake siku chache zilizopita kwa mmoja wa wafanyabiashara anayeuza sare za Chadema na polisi kuchukua na gari la polisi sare za Chadema, bendera za Chadema, vifaa mbalimbali vyenye nembo ya Chadema na kuondoka navyo, kuna tengeneza pattern ya mnyororo wa matukio. Sasa ukichanganya na taarifa za tatu za gerezani za mwenyekiti Lissu kuwekewa mipaka ya idadi ya watu na kutakiwa kupelekwa kwa majina, inaashiria hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho inabidi kikomeshwe, na tumetuita vyombo vya habari kwa haraka kutaka mambo kadhaa. La kwanza ni kwa mahakama
bila kuingilia uhuru wa mahakama, kuweka utaratibu mahakamani ambapo haki itatendeka na haki itaonekana ikitendeka. Na utaratibu ni rahisi tu. Shauri hili sasa liko mahakama ya rufaa. Mahakama mbili hizi, mahakama ya rufaa na mahakama kuu hapa Dar es Salaam, ziko karibu. Sasa mahakama ya rufaa kwa namna ilivyojengwa ina ukumbi mdogo sana. Kutokana na udogo wa ule ukumbi wa mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa kwa kawaida, kukiwa na mashauri yenye maslahi ya umma, mahakama ya rufaa inayaendeshea mashauri hayo kwenye jengo la mahakama kuu ambalo lina kumbi kubwa zaidi. Na pale mahakama kuu ukumbi mkubwa zaidi ni ule ukumbi namba 1 ambao una nafasi ya watu kukaa chini na una nafasi ya watu kukaa juu kwenye jukwaa. Kwa hiyo una nafasi ya wingi wa watu wengi zaidi. Taarifa nilizonazo mimi kutoka vyanzo vya mahakamani huko ni kwamba ule ukumbi namba 1 mahakama kuu kesho hauna kesi yoyote. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ifanye utaratibu wa kuhamishia usikilizaji wa shauri hili kufanyikia katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi pana ya wingi wa watu wa kuingilia mahakamani kufuatilia shauri hili. Kwa hiyo natoa mwito kwa wasajili wanaohusika wa mahakama. Msajili anahusika na mahakama ya rufaa, msajili anahusika na mahakama kuu, kuchukua hatua za haraka za kiutawala kuepusha hatari na shari inayoweza kusababishwa na hizi haya matendo yaliyofanywa ya kutengeneza mazingira ya watu kuanza kugombana kwa jambo ambalo watu hawastahili kabisa kugombana.